Mlango wa 25. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia katika habari za watu wote wa Yuda, katika mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Mwaka ule ndio mwaka wa kwanza wa Nebukadreza mfalme wa Babeli, ambalo Yeremia nabii aliwaambia watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu kusema, tangu mwaka wa 13 wa kutawala kwake Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda hata siku hii ya leo, miaka hii 23, neno la Bwana limenijia, nami nimesema nanyi nikiamka mapema na kusema, lakini ninyi hamkusikiliza. Naye Bwana ametuma kwenu watumishi wake wote, hao manabii, akiamka mapema na kuwatuma, lakini ninyi hamkusikiliza, wala hamkutega masikio yenu msikilize. Akasema, rudini sasa, kila mtu na aiache njia yake mbaya, uacheni uovu wa matendo yenu, mkae katika nchi ambayo Bwana aliwapa ninyi na baba zenu tangu zamani za kale na hata milele. Wala msiwafuate miungu mingine ili kuwatumikia na kuwasujudia, wala msinikasirishe kwa kazi ya mikono yenu. Basi mimi sitawadhuru ninyi kwa dhara lolote. Lakini ninyi hamkunisikiliza, asema Bwana, ili mnikasirishe kwa kazi ya mikono yenu na kujidhuru nafsi zenu. Basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, angalieni, nitapeleka watu na kuzitoa jamaa zote za upande wa kaskazini, asema Bwana, nami nitatuma ujumbe kwa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu yao wakaao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima. Tena nitawaondolea sauti ya kicheko na sauti ya furaha, sauti ya bwana arusi na sauti ya bibi arusi, sauti ya mawe ya kusagia na nuru ya mishumaa. Na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza. Nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia, nami nitaifanya kuwa ukiwa wa milele. Nami nitaleta juu ya nchi ile maneno yangu yote niliyoyanena juu yake, naam, yote yaliyoandikwa ndani ya kitabu hiki aliyoyatabiri Yeremia juu ya mataifa haya yote. Kwa maana mataifa mengi na wafalme wakuu watakutumikisha, naam, hao pia. Nami nitawalipa kwa kadiri ya matendo yao na kwa kadiri ya kazi ya mikono yao. Maana Bwana Mungu wa Israeli aniambia hivi, pokea kikombe cha divai ya ghadhabu hii mkononi mwangu, ukawanyweshe mataifa ambao nitakupeleka kwao, nao watakunywa na kulewalewa na kufanya wazimu kwa sababu ya upanga nitakaoupeleka kati yao. Ndipo nikakipokea kikombe kile mkononi mwa Bwana, nikawanywesha mataifa yote ambao Bwana alinipeleka kwao, yaani Yerusalemu na miji ya Yuda na wafalme wake na wakuu wake, ili kuwafanya kwa ukiwa na ajabu na mazomeo na laana, vile vile kama ilivyo leo. Farao mfalme wa Misri na watumishi wake na wakuu wake na watu wake wote na watu wote waliochanganyika pamoja, na wafalme wote wa nchi ya Uzi na wafalme wote wa nchi ya Wafilisti na Ashkeloni na Gaza na Ekroni na mabaki ya Ashdodi, Edomu na Moabu na wana wa Amoni na wafalme wa Tiro na wafalme wote wa Sidoni na wafalme wote wa kisiwa kilicho ng'ambo ya pili ya bahari, Dedani na Tema na Buzi na watu wote wakatao denge, na wafalme wote wa Arabuni na wafalme wote wa watu waliochanganyika wakaao jangwani, na wafalme wote wa Zimri na wafalme wote wa Elamu na wafalme wote wa Wamedi na wafalme wote wa kaskazini, walio mbali na walio karibu, wote pamoja, na wafalme wote wa dunia wakao juu ya uso wa dunia, na mfalme wa Sheshaki atakunywa baada yao. Nawe utawaambia hivi, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, nyweni na kulewa na kutapika na kuanguka, msiinuke tena,
kwa sababu ya upanga nitakaoupeleka kati yenu. Tena itakuwa kama wakikataa kukipokea kikombe kile mkononi mwako wanywe, ndipo utakapowaambia, Bwana wa majeshi asema hivi, lazima mtakunywa. Maana angalieni, ninaanza kutenda mabaya katika mji uitoo kwa jina langu. Je, mtaachiliwa ninyi msiadhibiwe? Hamtaachiliwa msiadhibiwe. Kwa maana nitautia upanga ule uwapige wote wakao katika dunia, asema Bwana wa majeshi. Basi tabiri wewe maneno haya yote juu yao, na kuambia, Bwana atanguruma toka juu, naye atatoa sauti yake toka patakatifu pake. Atanguruma sana juu ya zizi lake, atapiga kelele kama mtu akanyagaye zabibu juu ya wenyeji wote wa dunia. Mshindo utafika hata mwisho wa dunia, maana Bwana ana mashindano na mataifa, atateta na watu wote wenye mwili, na waovu atawatoa wauawe kwa upanga, asema Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, tazama, uovu utatokea toka taifa hata taifa, na tufani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Pigeni yowe, enyi wachungaji, na kulia na kugaagaa katika majivu, enyi mlio hodari katika makundi. Maana siku za kuuawa kwenu zimetimia kabisa, nami nitawavunja vipande vipande, nanyi mtaanguka kama chombo cha anasa. Nao wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbia, wala walio hodari katika kundi hawataokoka. Sauti ya kilio cha wachungaji na sauti ya kupiga yowe kwao walio hodari katika kundi, kwa maana Bwana anayaharibu malisho yao. Na mazizi yenye amani yamenyamazishwa kwa sababu ya hasira kali ya Bwana. Ameacha mahali pake pa kujificha kama simba. Maana nchi yao imekuwa kitu cha kushangaza kwa sababu ya ukali wa upanga uoneao, na kwa sababu ya hasira yake kali.